Kesho tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2026 itakuwa ni mechi kubwa ambayo itakuwa ni ya fainali ya kombe la muungano la mwaka huu 2026. Fainali hiyo kwa mwaka huu imeshirikisha timu zetu kubwa ambazo kwa kweli mara nyingi zinatuwakilisha kwenye mashindano ya kimataifa AFCON na maeneo mengine, kwa maana ya timu ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam, lakini na Young Africans nayo ya Dar es Salaam ndio watakaocheza fainali kesho tarehe 29 kama nilivyosema, saa 2:15 ndio mechi itaanza. Kwa hiyo ni mechi kubwa, wote tunaelewa, Watanzania, watu wa Afrika Mashariki, watu wengi tunaelewa kwamba hii ni dabi kubwa kwa Afrika, nafikiri ina nafasi kubwa. Itakuwa na mechi ambayo ni kubwa sana, na tunajua wananchi watakuja wengi, na tunategemea viongozi wetu wa serikali pia watakuwa pale, sababu ni fainali za heshima ya nchi yetu, kombe la mapinduzi la muungano, kombe la muungano ambalo linaonyesha muungano wetu, muungano wa nchi zetu hizi na kuunda nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni kombe ambalo lina umuhimu kwa maana ya kiuzalendo, lakini lina umuhimu timu zenyewe zinazocheza pia ni kubwa. Kwa hiyo nimeona ni vizuri tuongee, tuna wananchi tuwajulishe kwamba mechi hii tunataka wananchi wafike kwa wingi kwa ajili ya kuonyesha umuhimu wa muungano wetu, uheshimu, lakini pia ni timu zetu kubwa zinaangalie na zinacheza muda mfupi kabla hawajaenda tena kucheza tarehe 3. Kwa hiyo ni mechi ya kutaka kuona hizi timu zikoje. Kwa hiyo wananchi ni kwamba waje wa kutosha. Sasa kwa sababu ni wananchi watakuwa wengi, tunashauri waje mapema. Kwa sababu mpira una mechi inaanza saa 2:15. Kwa hiyo tunategemea kuanzia saa 10 wananchi waanze kufika pale, ili waingie mapema, waingie kitaratibu, lakini wajitahidi pia kupata tiketi. Katika hizi mechi kubwa hivi kunakuwa na watu ambao wanauza tiketi. Kwa hiyo tunatahadharisha wananchi kwamba waende kununua tiketi maeneo ambayo yatatajwa na vilabu hivyo viwili, lakini TFF na ZFF na wao pia wana wajibu wa kuwasaidia wananchi kujua wapi pa kununua. Najua leo mtapata taarifa hizo na zitawafikia wananchi vizuri, lakini kuna vituo maalum vya kununua, wanunue kule, wanunue kwa watu ambao wamefikishwa. Lakini lingine ni vibaka. Najua vibaka hasa wa Dar es Salaam wana tamaa, wanapenda kupanga boti la usiku lile. Tutaanza operation kuanzia kule alfajiri kesho, wanapenda. Kwa hiyo niwaambie tu wale walio kule Dar es Salaam ambao wanataka kuja huko kwa ajili ya kuiba, wametoka Dar es Salaam, wametoka mikoa mikubwa ile ya bara kule, watu ambao ni wezi na wezi wengine hapa kwetu Zanzibar. Nadhani wahakikishe kwamba tutakuwa tumejipanga vizuri. Kwa hiyo wanaokuja kwa boti ile meli kubwa ya usiku, wanaoingia alfajiri saa 11, waanza kufuatilia kuanzia pale. Kwa hiyo ndio tutaifuatilia kwa mpira kesho, kwa sababu ni mechi ya heshima ya nchi, ni muungano. Waangalie vizuri mpira ule bila kufanyia dhuluma yote, kujua kitu. Kwa hiyo tutaweka askari waliovaa kiraia wengi, askari wa uniform watakuwa wengi, lakini waliovaa nguo kiraia watakuwa wengi, lengo la kuamua na kubaini ni watu gani wanaotaka kuiba. Kwa hiyo washauri kwa kweli wajitahidi, watu kama ana tamaa na nini asifanye kwenye mechi hii, ataumia, amletea madhara. Lakini neno la pili ni neno la usafiri. Barabara zetu nyingi zinajengwa, kwa hiyo nataka wananchi wajitahidi kutumia usafiri wa umma. Jitahidi sana kutumia usafiri wa umma ili tusizijaze barabara. Najua kuanzia saa 7 kesho barabara nyingi zitajaa kutoka kusini, kaskazini, kutoka bandarini kwenda kule. Kwa hiyo nashauri kabisa, kama una gari lako lifuate mahali, liache, panda mabasi ya umma, nenda kwenye uwanja, ukimaliza rudi. Lakini pia niwataka watu watumie magari ambayo kama ni kubeba watu, wasitumie magari yale ambayo yamesifiwa. Wasitumie feri, madhara ni makubwa. Sasa kuna mvua, kuna nini, gari inaweza kupata ajali alafu wananchi wakakosa haki zao. Kwa hiyo tutumie magari yaliyosajiliwa, na tutakuwa na askari wa kutosha barabarani kwa ajili ya control inatekelezeka. Kwa ujumla niseme tu kwamba hii mechi ni muhimu, tunataka watu waende wengi, watu waende wakashangilie, sio kufanya fujo. Waingie washangilie, sio zile mechi za kutaka kuleta vurugu. Hii ni heshima, ni muungano. Kwa hiyo wajue pia udabi ndio, lakini udabi wako una heshima kubwa zaidi, kwa sababu ni swala la muungano, sio swala la ushabiki. Hili ni swala la kusherehekea.